kutokana na kitu gani. Majambo haya yote yanafanyika kwa wakati mmoja, hali ya kuwa kile kitabu hakikuwepo wakati huo kabla ya kuumbwa mbingu na ardhi, na wakati mbingu na ardhi zilipokuwa zinaumbwa, na wakati alipokuwa anaumbwa yule mtu wa kwanza, kile kitabu hakikuwepo. Lakini kile kitabu kikaweza kueleza kwa ufasaha yote hayo, kwa ufasaha uliokuwa mzuri. Watukufu wa Islam, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya kitabu chake kitukufu Al-Qur'anul Karim, katika sura ya 23 Al-Mu'minuna aya 12 mpaka aya 14, alikuja kueleza juu ya chanzo cha mtu wa kwanza, kwamba yule mtu wa kwanza aliumbwa kutokana na kitu gani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, walakad khalaqna al-insana min sulalatin min tin, na hakika tulimuumba mtu wa kwanza, baba yenu Adam alayhi salatu wasalam, kutokana na udongo uliokuwa safi, udongo wa sulala. Qur'ani inakuja kutaja mpaka jina la udongo uliotumika katika kumuumbia yule mtu wa kwanza, kwamba aliumbwa kwa udongo. Udongo wenyewe nao ulikuwa ni udongo wa sulala. Sulala ni udongo maalum unaopatikana ndani ya udongo. Ni udongo ambao unakuwa umebeba virutubisho vyote na maadini yote na hali zote, kwa sababu anataka akiumbwa aweze kunawiri, kurutubika, kustawi, kukua na kuwa na afya iliyokuwa njema. Sulala pia ni udongo ambao yule fundi kile anachotaka kukitengeneza, unakubali ule udongo kutengenezeka kile kitu, kwa sababu kuna sampuli nyingine za udongo hazikubali kutengenezeka kitu katika jimbile unalolitaka wewe fundi kukitengeneza kile kitu. Nenda pale nje kaukusanye mchanga, utie maji, alafu utengeneze chungu au mtungi, haukubali. Wale wanaotengeneza vyungu na mitungi, kuna sampuli maalumu ya udongo wanayoitumia. Sampuli hiyo ndiyo inakubali kutengenezeka ule chungu, kutengenezeka chungu au mtungi. Kwa kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa amekusudia mwanadamu amtengeneze katika jimbile maalum, hapa ilibidi lazima, kwa kuwa alikuwa amekusudia au tumie udongo, ilibidi lazima upatikane udongo wenye sifa hiyo ya kukubali yule mwanadamu kufinangika katika jimbile ambalo analolitaka yeye Mola kumtengeneza. Sulala ni udongo ambao pia ukiingizwa uhai ndani yake unakaa, kwa sababu anataka ampulizie roho. Roho inakaa ndani ya kitu kilichokuwa hai. Roho haikai ndani ya kitu kisichokuwa na uhai. Udongo wa sulala unakubali, ukiingizwa uhai ndani yake unakaa, na ukiondolewa ule uhai, ile roho ili iweze kutoka, kwa sababu roho haikai ndani ya kitu kisichokuwa na uhai. Uhai na roho ni vitu viwili tofauti. Roho ni kitu kingine na uhai ni kitu kingine. Na ile roho ina sifa ya kukaa ndani ya kitu kilichokuwa hai. Roho haikai ndani ya kitu kisichokuwa na uhai. Ili roho ipate kutolewa katika kiwiliwili cha mwanadamu, kinachofanyika pale, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaustopisha ule uhai, anausimamisha.
akiusimamisha ule uhai, kitakachotawala pale ni ufu. Roho haitoka tena, itatoka, itarudi ilikotoka, na ule mwili utarudishwa ulikotoka. Jambo hili wamekuja kulijua mwaka 1990. Hawa wazungu hawa walikuwa wanajua kwamba roho ndiyo uhai na uhai ndiyo roho. Roho ni kitu kingine na uhai ni kitu kingine. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura ya 97, Surat Al-Mulk, aya pili, anasema alladhi khalaqal mauta wal hayata. Yeye ndiye Mwenyezi Mungu ambaye aliyeyaumba mauti na uhai. Mauti ni kitu nacho kimeumbwa, na uhai nao pia ni kitu nao pia umeumbwa. Lakini katika fasihi ya lugha hapa unaweza ukasema Qur'ani imekosea, kwa sababu imeanza kutaja mauti alafu ikataja uhai. Kwa nini ianze kutaja mauti alafu itaje uhai? Kwani aliyekuwa anatakiwa kufa alikuwa tayari amekushaumbwa? Ilikuwa bado. Sasa kwa nini ataje mauti alafu ataje uhai? Kwa nini isianze kutaja uhai alafu ikataja mauti? Kwa sababu tayari anayetakiwa kufa inakuwa amekushaumbwa. Qur'ani imeanza kutaja mauti, ndicho kilichoanza mwanzo kwa viumbe. Tumeumbwa sisi minal alami ila alwujudi, katika hali ya kutokuwepo alafu tukawepo. Tulipokuwa hatupo tulikuwa kwenye umauti, tukachomolewa kutoka kwenye umauti tukaletwa kwenye uhai. Kwa hiyo kila kilichokuwa hai kilikuwa kwenye umauti, ndicho kilichoanza mwanzo kwetu. Na ndiyo pale Qur'ani kilichokuwa cha kwanza kukitaja imeanza kutaja mauti, ndicho kilichoanza mwanzo kwetu. Na kila kilichokuwa hai ndani yake kuna ufu, kuna umauti. Likiondolewa hapa mmoja wetu au sisi sote, lile pazia tu la uhai likaondolewa, pazia litakalotawala hapo ni la ufu. Tutakuwa sisi ni wafu, na wote waliokuwa makaburini na tutakapokwenda kuungana nao tutakuwa sisi tupo ndani ya ufu. Kila kilichokuwa ndani ya ufu ndani yake pia kuna uhai. Likiondolewa pale pazia la ufu, pazia litakalotawala pale ni la uhai, tutatoka sisi makaburini. Ikiwa kilichoanza mwanzo ni cha haki, basi ni lazima kile cha mwisho kiwe ni cha haki. Watukufu wa Islam, mwaka 1990 Professor Arthur J. Adson, huyu ni profesa wa parapsychologist katika chuo kikuu cha Uingereza Oxford. Ni profesa wa mambo ya saikolojia kuhusu mwili wa mwanadamu, nafsi ya mwanadamu, roho ya mwanadamu. Katika chuo kikuu cha Uingereza Oxford alikuwa anafanya tafiti kuhusu usingizi na kifo ndani ya mwili wa mwanadamu. Vinatokeaje vitu hivyo na vinakaa wapi? Professor Arthur J. Adson akaja akagundua kwamba ili mtu aweze kulala usingizi inabidi ndani ya kiwiliwili cha mwanadamu mule kuna kitu kinatolewa, alafu kile kitu kikishatolewa kinawekwa kando huko, ndio mtu analala. Na ili aweze kuamka yule mtu kutoka usingizini inabidi kwamba ni lazima kile kitu kichukuliwe tena kule kando, kije kurudishwa ndani ya mwili, ndio mtu anaamka. Na kisiporudishwa ndio anakuwa amekufa moja kwa moja.
Profesa akaja akajua ya kwamba ili mtu aweze kulala kuna kitu kinatolewa ndani ya mwili, kinawekwa kando ndo analala, na ili aweze kuamka ni lazima kirudishwe tena ndani ya mwili ndo anaamka, na kisiporudishwa anakuwa amekufa moja kwa moja. Lakini hicho kitu chenyewe mpaka dakika hii sasa hivi hawajakijua ni kitu gani. Katika kongamano la wanasayansi lililofanyika nchini Misri mwaka 1990 alihudhuria profesa, akapewa nafasi ya kuzungumza, akaona ni wakati wa muafaka niambie dunia jinsi usingizi na kifo vinavyotokea ndani ya mwili wa mwanadamu. Aliposimama akawaambia kwamba ili mtu aweze kulala kuna kitu mule ndani kinatolewa, alafu kinawekwa kando huko ndo mtu analala usingizi, na ili aweze kuamka kile kitu ni lazima kichukuliwe kule kando kirudishwe tena ndani ya mwili ndio mtu anaamka, na kisiporudishwa ndio anakuwa amekufa moja kwa moja akiwa usingizini. Wasomi wa Qur'ani wakanyosha kidole, wakamwambia ya kwamba jambo hili unalolisema kuhusu usingizi na kifo vinavyotokea ndani ya mwili wa mwanadamu, jambo hili sisi Waislamu si geni kwetu, sisi tunalijua hili tokea karne ya 7. Akashtuka. Wewe unakuja kujua leo karne ya 20, miaka 1400 imeshapita, jambo hilo si tunalijua. Kitabu chetu kitakatifu Al-Qur'an imekwishaeleza usingizi na kifo vinavyotokea ndani ya mwili wa mwanadamu. Hawakumchelewesha, wakamletea Qur'ani katika tafsiri ya lugha ya Kiingereza, wakamfunulia katika sura ya 39 surati Zumar katika aya 42. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamutu fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-mauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkaruna. Sadaqallahu alazim. Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye anayezitakabadhi roho za viumbe wakati wa kufa kwao, anazizuia, hazirudishi tena katika kiwiliwili, ndio wanakuwa wamekufa wale moja kwa moja. Wallati lam tamutu fi manamiha, na zile roho za watu ambao wapo usingizini wamelala, nazo pia anazitakabadhi, anazizuia. Fayumsiku allati qadha 'alayha al-mauta, anazizuia moja kwa moja zile roho ambazo zimehukumiwa kufa, lakini wapo usingizini, zimetakabadhiwa zile roho, lakini wamekwisha hukumiwa kufa, zile hazirudishwi, ndio wanakuwa wamekufa moja kwa moja wakiwa usingizini. Wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma, na anazirejesha roho ambazo wapo usingizini wamelala, lakini wakati wa kufa kwao bado zile zinarejeshwa ili wapate kuufikia ule muda wao uliopangwa kufa, wapate kufa. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkaruna, bila shaka katika haya kuna mazingatio makubwa kwa watu wenye kufikiri. Wakampa, walimsomea ile Qur'ani katika matini yake ya Kiarabu, na huu ndio utukufu wa Qur'ani, ndio ubingwa wa Qur'ani. Ni kitabu ambacho kinapatikana maneno yake katika lugha yake mama iliyoteremshiwa, lugha ya Kiarabu, Kiarabu cha Kikuraishi, na ile Qur'ani kubakia na lugha yake mama inakuwa ni moja katika namna ya ulinzi aliyouweka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kuiwekea ile Qur'ani, kuwazuia watu wasiipotoshe ile Qur'ani. Moja katika namna ya ulinzi uliowekwa ndani ya Qur'ani ni kubakia ile Qur'ani na lugha yake mama iliyoteremshiwa lugha ya Kiarabu. Vitabu vile vingine vyote, Taurati, Zaburi na Injili na vinginevyo, leo uwezo kaniletea katika zile lugha zake mama zilizoteremshiwa vitabu hivyo. Vitabu hivyo vimebakia katika tafsiri tu za lugha mbalimbali, na kila mwaka kunatolewa tafsiri mpya, na kila tafsiri moja ya mwaka mmoja inakuwa tofauti na tafsiri ya mwaka uliopita.
vinazidi kuwa mbali mno na ule umwanzo wake, ukweli wake, uthibiti wake katika version yake moja, katika lugha yake mama. Na vitabu hivyo vyote vingine, hata zile lugha zenyewe zingine zimepotea katika dunia, hazisemwi. Qur'ani haina kitu kama hicho. Huu ndio utukufu wa Qur'ani. Ni kitabu ambacho kimebakia na ile lugha yake mama iliyoteremshiwa lugha ya Kiarabu. Kwa hiyo wakamuonyesha profesa, akasoma pale ile tafsiri ya Qur'ani. Akauliza, huyu Muhammad alikuwa daktari bingwa wa mambo ya kisaikolojia? Alikuwa ni daktari bingwa wa parapsychologist? Ambia huyu ni Mwarabu wa jangwani tu. Mwenyezi Mungu akamletea risala ya kitabu hiki kitakatifu Al-Qur'anul Karim. Akasema kitabu hiki lazima kitakuwa ni kitabu cha Mwenyezi Mungu, na huyo awe ni lazima atakuwa ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Akawauliza, Muhammad baba yake jina lake nani? Akaambia Abdullah ibn Abdul Muttalib. Akasema mimi jina langu ni Abdullah, ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Professor Abdullah J. Alson anafanya kazi nzuri sana Ulaya na Amerika. Ameshaandika vitabu vingi sana katika kueleza Uislamu, kueleza Qur'ani, kumweleza bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuna kitabu chake kimoja, kuna hadithi moja ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ameichukua, ameingiza katika kitabu chake hicho. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, muru auladakum bisalati wa hum abna'i 7 sinina, waamrisheni watoto wenu kuswali wakifika umri wa miaka 7. Kwa nini miaka 7? Aliyotamka Mtume ametamka miaka 7. Kwa nini iwe miaka 7? Alikusanya maprofesa wote wana saikolojia, wakakaa wakaichunguza hadithi hii, wakaja kukuta ya kwamba Mtume amesema kweli. Miaka 7 ndiyo kipindi ambacho mwanadamu kwake akifika ndiyo kipindi cha utambuzi wa kujua mambo. Hapa Mtume akasema pandikizwe swala. Ndio maana unaona shule watoto darasa la kwanza wanaandikishwa wakifika umri wa miaka mingapi? Ni hadithi ya Mtume, ni maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akifika miaka 7 ndio kipindi cha utambuzi. Lakini kabla ya kuandikishwa shule miaka 7, kuna kuwa na nursery school. Anafanywa nini huyo? Anazoezwa shule ili ukifika ule wakati wa shule isiwe tabu. Kwa hiyo na hao pia, na kabla hajafika miaka 7 wazoezwe msikiti, wazoezwe swala. Ule ukifika ule wakati wa kupandikizwa ile swala isiwe tabu kwao. Katika nchi kama Indonesia, Malaysia, Singapore, misikiti yao na zile sehemu za kucheza watoto inakuwa pale pale msikitini. Ile misikiti ina viwanja vikubwa sana, mabembea, nini, ghasia, vyote viko pale pale msikitini. Ikifika tu ile Allahu Akbar, wanaacha, wanakimbia, wanakwenda kuchukua udhu, wanaingia msikitini. Ni lazima tubadilike Waislamu. Ile michezo yote ile iko pale pale msikitini, katika viwanja pale. Msikiti una viwanja vikubwa ili kuwazoeza msikiti, kuwazoeza swala. Watukufu wa Islam, kwa hiyo wakaja wakagundua kwamba uhai ni kitu kingine na roho ni kitu kingine. Na wakaja pia katika theory yao, katika practical walioifanya, wakaja wakagundua ni kweli kitu kisichokuwa na uhai kinaweza kutoa kitu kikawa hai. Walikuja kugundua, ukienda buchani ukanunua nyama ya ng'ombe kilo 2, yule alikuwa ni ng'ombe, anatembea, ana harakati zake, anakula na kunywa, anakwenda huko na kule. Akaja akachinjwa, uhai ukaondoshwa pale. Kilichotawala pale ni nini? Ufu. Unapokwenda buchani, nipe nyama kilo 2 ya ng'ombe, maana yake unanunua kilo 2 ya ufu wa nyama ya ng'ombe. Ile nyama ukija ukiiweka ukaiacha, itavunda, itaoza. Watatoka nani? Watatoka mafunza, watatembea. Wale ni viumbe hai, wametoka ndani ya kitu kisichokuwa na uhai. Kitu kisichokuwa na uhai kimetoa kitu kilichokuwa na uhai. Walipokuja kulijua hili, wakaleta kibri, wakasema, je, Mungu wa Qur'ani anajua hii ya kwamba kitu kisichokuwa na uhai
walipokuja kufanya ile practical yao kuhusu jambo hili, wakaja wakagundua kwamba ni kweli. Wakauliza, je, Mungu wa Qur'ani anajua hili? Na kama anajua, wapi alisema kwenye kitabu chake? Alladhi khalaqa almauta walhayata, yeye ndiye aliyeyaumba mauti, ndicho kilichoanza mwanzo. Alafu kile kilichokuwa hakina uhai, mauti yakatoa kitu kilichokuwa hai. Tumetoka kwenye umauti tumekuja kwenye uhai. Inna Allaha falikul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyit wa mukhrijul mayyita minal hayy dhalikumullahu fa anna tufakun. Hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yeye ndiye anayezipasua mbegu na kokwa. Ukienda kule Jalalani pale mahali wanapotupa yale maharagwe, sijui wanasema haya wameyachagua kina mama, yameoza, wanayatupa, alafu maji yanamwagwa au ikaja mvua, utakuta limepasuka lile, alafu katikati pale umetoka mche. Inna Allaha falikul habbi wan nawa, au kokwa ya embe utakuta imepasuka, imetoa nje mche. Ni lazima pale ili upatikane uhai, ni lazima jambo la kwanza pale lifanyike. Ni lazima ile mbegu au ile kokwa ipasuliwe. Inna Allaha falikul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyit. Pale sasa ndio anakitoa kilichokuwa hai kutoka ndani ya kitu kisichokuwa na uhai. Wa mukhrijul mayyit minal hayy, na anakitoa kitu kilichokuwa kwenye uhai kutoka ndani ya kitu kilichokuwa. Anautoa uhai, anautoa ufu kutoka ndani ya kitu kilichokuwa hai. Kila kilichokuwa hai ndani yake kuna ufu. Watukufu wa Islam, kwa hiyo pale ni lazima upatikane udongo wenye sifa ya kukubali kwanza kutengenezeka kitu katika jimbile analolitaka yule fundi. Alafu ni lazima uwe udongo utakapoingizwa uhai ukae, kwa sababu anataka kumpulizia roho, na roho inakaa ndani ya kitu kilichokuwa hai. Udongo wenye sifa hii ni udongo wa sulala, ambao wataalamu wa mambo ya udongo ndio wanauita clay soil. Mwenyezi Mungu aliwatuma malaika wakaja katika mgongo wa ardhi, walikuja na chombo maalum kuja kuubeba ule udongo, ukatiwa ule udongo wa sulala ndani ya kile chombo. Malaika wakaubeba ule udongo, wakauhamisha. Ulihamishwa ule udongo kutoka katika mgongo huu wa ardhi, ukapelekwa kwenye ulimwengu mwingine usiokuwa huu. Kwa nini asimtengenezee hapa? Kwa sababu yeye ule udongo kwanza unapatikana hapa katika mgongo wa ardhi, alafu na yeye anatakiwa aishi hapa katika mgongo wa ardhi. Kwa nini asimtengenezee hapa? Kwa nini udongo unahamishwa sasa unapelekwa kwenye ulimwengu mwingine? Hapa alikuwa anaonyeshwa mapema mwanadamu ajitambue kwamba yeye ni kiumbe wa hijra, wa kuhamishwa, na kuhamishwa kwenyewe kuna kuwa ni kwa lazima, voluntary hijra. Akitaka atahamishwa, asipotaka atahamishwa, akipenda atahamishwa, asipopenda atahamishwa. Yeye ni kiumbe wa hijra. Chombo kikabebwa, ukahamishwa udongo kutoka katika mgongo huu wa ardhi, kikapelekwa kwenye ulimwengu mwingine usiokuwa huu. Malaika wakaenda kukiweka kile chombo walipotakiwa kukiweka, wakaambiwa wautie maji ule udongo, wakautia maji ule udongo. Basi hapa palipita muda. Haikuwa tu kwamba kile chombo kilipoletwa ndani yake kikiwa na ule udongo wa sulala ndio pale akafinangwa. La, palipita muda. Na ule udongo ukiwa ndani ya kile chombo, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa anaugeuza, anaupindua, anauhamisha ule udongo. Anauhamisha kutoka kwenye hali moja, udongo unapelekwa kwenye hali nyingine. Unahamishwa udongo kutoka kwenye hali moja, unapelekwa katika hali nyingine. Hapa kwanza ulikuwa unachekechwa.
zile takataka zote zisizotakiwa zilikuwa zinaondolewa. Pili, alikuwa anazidi kumuonyesha ya kwamba yeye ni kiumbe wa hijra, wa kuhamishwa. Watukufu wa Islam, ukiisoma ile Qur'ani katika kuumbwa kwake mtu wa kwanza kutokana na udongo, unaweza ukasema Qur'ani inajigonga katika maelezo yake. Kwa sababu gani? Kwa sababu katika suratul Mu'minuna sura ya 23 aya 12 Qur'ani imesema walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, hakika tulimuumba mtu wa kwanza kutokana na udongo uliokuwa safi. Lakini kuna maelezo yamekuja katika Qur'ani katika kuumbwa kwake yule mwanadamu kutokana na udongo, yanatofautiana na yale ya katika suratul Mu'minun. Katika suratul Hijri sura ya 15 aya 28 mpaka 29 Qur'ani inasema wa idh qala rabbuka lil malaika inni khaliqum min basharan min salsalin min hama'in masnuni fa idha sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidina. Sadaqallahu alazim. Na wakumbushe habari hii wakati Mola wako aliposema kuambia malaika, hakika mimi nataka nimuumbe mtu kutokana na udongo uliokuwa mkavu ambao ukigongwa unatoa sauti, wenye kutokana na matope yaliyokuwa meusi yaliyovunda yanayonuka. Maelezo haya yanatofautiana na yale ya katika suratul Mu'minun. Katika suratul Mu'minun anasema na hakika tulimuumba mtu wa kwanza kutokana na udongo uliokuwa safi. Katika suratul Hijri anawaambia malaika, nataka nimuumbe mtu kutokana na udongo uliokuwa mkavu ambao ukigongwa unatoa sauti. Maelezo haya yanatofautiana. Watukufu wa Islam, Qur'ani ni kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kitabu hiki, mwenye kitabu chake amesema la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Sadaqallahu al-azim. Kwamba kitabu hiki hakifikwi na batili mbele yake wala nyuma yake, hakifikwi na uongo kitabu hiki. Maana yake hautopatikana muda wala wakati wala zama wala watu wakaja kwenye dunia wakainyoshea kidole Qur'ani wakasema ya kwamba jambo fulani lililosemwa na Qur'ani karne ya 7 jambo hilo si sahihi. Haijawahi kutokea. Na